Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa katika Bwana, kipekee namshukuru Mungu kwa neema yake aliyonipa kuwa hai mpaka majira haya. Pia namshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipa, na wewe pia namshukuru Mungu kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Nipende kukaribisha katika platformu hii. Majina yangu naitwa Yusuf Marijani, nimeokoka na nampenda Yesu. Karibu hapa tutajifunza neno la Mungu. Leo tunaenda kujifunza kwa habari ya ufunuo wa jambo moja. Ni jambo la kiroho ambalo pia litakusaidia katika maisha yako ya ukuaji wa kiroho, na pia litakusaidia katika maisha yako ya maombi. Vile vile ukiwa unahitaji kukua zaidi na zaidi, unaweza ukanitafuta kwa namba zangu za simu. Na pia kuna programu ambazo zinaendelea WhatsApp. Ukinitafuta kwa njia ya WhatsApp ambayo niyo namba yangu ya simu, utaikuta hapo. Nitaweka mwishoni kabisa mwa kipindi hiki, utaweza kunitafuta au kunipigia. Tutajifunza kwa undani na utaweza kukua kiroho. Mungu akubariki sana wewe unayenisikiliza. Somo letu la leo ni kanuni za Mungu katika ulimwengu wa roho. Nikiwa naongelea ulimwengu wa roho, kanuni ambazo tunazozizungumzia ni kanuni moja ambayo Mungu aliiweka kwa kupitia Yesu Kristo, ambayo inamaanisha upendo. Na upendo katika kipindi kilichopita tulisema kinashikiliwa na neno la Mungu. Na neno la Mungu ni lipi? Ambalo ni lile ambalo Yesu aliliachilia. Ukisoma katika Yohana 14 mstari 21, tulikuwa tunaona Yesu anasema, mtu akinipenda mimi atazishika amri zangu. Katika amri za Yesu tulisema ziko amri mbili. Amri ya kwanza ni kumpenda Mungu, na amri ya pili ni kuwapenda wanadamu wenzako. Na kumpenda Mungu na kupenda wanadamu wenzako tukaja kugundua ndio amri ambayo ni amri ambazo zimebeba amri 10 za Musa. Maana amri 10 za Musa zimegawanyika katika makundi mawili: kumpenda Mungu na kupenda wanadamu wenzako. Kumpenda Mungu ni amri ya kwanza mpaka ya 4, na amri ya 5 mpaka ya 10 ni kuwapenda wanadamu wenzako, ambapo tunaweka katika makundi mawili. Wakati nasoma, nimekaa na tafakari, tunaelekea katika somo letu, tukirudi katika maisha ya kipindi cha Adam na Hawa wanavyoishi katika bustani. Roho Mungu alikuwa ananifunulia ya kwamba walikuwa wamefunikwa na upendo. Upendo ndio ulikuwa katika ile bustani. Na shetani ili avuruge kanisa au avuruge maisha ya watu, tunaona kwamba anaondoa kitu kinachoitwa upendo katika kanisa. Akiondoa upendo, watu immediately wataanza kupigana, kutupiana ndimi, hawatafarijiana. Manake ni nini? Upendo ndio tunda la Roho Mtakatifu. Ndio maana tunaona katika bustani ya Eden wanakula matunda. Na yale matunda sio matunda unayofikiria wewe. Matunda ndani yake yana mbegu. Kwa ufunuo uliopo, kama tunda ndani yake lina mbegu, manake na mbegu ni neno la Mungu. Na kama ni neno la Mungu, manake ni maarifa. Ndio maana hata lile tunda lilokatazwa lilikuwa lina maarifa ndani yake, ambalo ni maarifa ya ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo kumbe katika bustani ya Eden tunaona Adam alikuwa ana feed kutoka kwa Mungu, lakini kuna vitu ambavyo alikatazwa. Alikiwa restriction na Mungu: usivifanye, usile matunda ya mti katikati. Kitu ambacho Mungu amekukataza ukakifanya, maana kina asili ya shetani nyuma yake. Na shetani atakuwa na uhalali na wewe pale ambapo hutosikia maagizo ya Mungu, maana Mungu alishakuona ukupata kusikia. Nikawa nafuatilia hii Biblia vizuri. Kuna sehemu namuona mwanamke aitwaye Hawa. Yeye alidanganywa na nyoka, akala lile tunda. Alivyokula lile tunda, akampelekea na mumewe akala. And then reaction iliyotokea ni kwamba wote walikuwa uchi. Nikawa najiuliza, lile tunda waliambiwa wakila watakufa, kwa nini hawakufa kwa kipindi kile? Kulikuwa kuna process. Before hawajafa lazima watajua mema na mabaya zenu wafe. Swali la pili ambalo nilikuwa najiuliza ni kwamba aliyetangulia kula tunda ni mwanamke. Kwa nini alivyokula lile tunda akujiona yeye yuko uchi, ila alipeleka lile tunda kwa mume wake? Then alivyopeleka kwa mume wake alivyokula
ndipo wote wakajiona wako uchi. Nikaja kugundua ile siri ya wale watu wawili ilikuwa inamaanisha upendo wa Mungu. Ndio maana Mungu alisema haiwezekani mtu huyu akae peke yake. Mungu anampenda mwanadamu sana, ndio maana akamfanyia msaidizi ambaye anaitwa Hawa. Tukija kuangalia hawa wawili pia ilikuwa ina present upendo wa Yesu, ambaye ya kwanza kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu utazishika amri zake. Tunaona kitu cha kwanza walichokivunja ilikuwa walivunja amri ya Mungu ambayo aliwakataza wasile tunda. Alafu amri ya pili tunaona mwanamke anaivunja kwa kumpa mumewe, maana ni kumpenda mwanadamu mwenzako. Ndio maana ilivyokamilika kuvunjika, wote wakajikuta wako uchi. Maana ni kwamba huwezi kumpenda Mungu usiyemuona akati jirani yako unayemuona unamchukia. Ndio maana tunaona Hawa alivovunja ile sheria akala tunda, akujiona yeye yuko uchi kwa wakati ule, ila alivompelekea na mumewe alivokula, maana ndo jirani yake anayemuona, maana alionyesha upendo kwa jirani yake, lakini katika mabaya, ndipo tunaona Mungu alireact, wote wakajiona wako uchi. Pia Adam alikuwa ndo kichwa katika ile bustani ya Eden, kwa hiyo yeye pia alikuwa targeted. Kwa hiyo kuna watu kweli wana upendo ndani yao, lakini katika ule upendo sio katika kuwapeleka watu katika njia ya Yesu. Upendo ni kukusaidia kweli, lakini wanakusaidia kwa njia zisizofaa. Uko hapa unanisikiliza, una rafiki yako anakupeleka kwa waganga, una rafiki yako anakupeleka sehemu mbalimbali kutafuta msaada. Leo Bwana amekuja na neno lake ya kwamba njia hiyo sio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile Roho Mungu akaendelea kunifundisha, akanipeleka katika sala ya Bwana, ambapo ile sala ya Bwana akawa ananiambia kwamba imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ninalohusu pati ya ufalme wa mbingu, Heaven Kingdom. Ndio maana unaanza, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa kwa mbinguni. Huko ni pati ya Mungu. Alafu side ya pili ni side ya wanadamu wenzako, ambapo ndio inakuja utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi nasi tunavyosamea waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utukone yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Lakini hiyo sala haimaanishi tuombe kwa kifupi hivyo. Ile ilikuwa ni format ambayo inatuonyesha jinsi gani njia ya kufata katika maombi. Kwa hiyo kwa nini anatanguliza kwa habari ya ufalme wa mbingu? Wewe una shida na jambo lako, alafu unafika unaenda unaomba kwa habari ya ufalme wa mbingu. Kivipi? Kwa nini usipeleke ombi lako moja kwa moja? Sikiliza, ni kodi ambayo imewekwa katika ulimwengu wa roho, ambayo ina fumbo nyuma yake ya kwamba Yesu Kristo anasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, nayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo kwa maana ukitafuta ufalme wa Mungu, Mungu haya mengine atakuzidishia. Na George anaelewa, mtumishi wa Mungu. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, wanafunzi wa Yesu wanamwambia, Bwana tuombeje, tufundishe jinsi ya kuomba. Anawaambia, ninyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana hawa watu wanapayuka, wanadhani ya kwamba wanasikiwa na Baba kwa sababu maneno yao yakuwa ni mengi. Lakini ninyi mkisali, Baba yenu wa mbinguni anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamuomba. Kwa hiyo unavoenda mbele za Mungu, tayari Mungu alishajua unachokihitaji kabla hata wewe hujamuomba. Kwa hiyo kama Baba yako anajua unachokihitaji, hupaswi kwenda kwa Mungu kwa habari ya kuomba gari, sijui nyumba. Tafuta kwanza kingdom ya Mungu, tafuteni na haki yake. Ndio maana nawashangaa wale watu ambao wanaenda kutafuta injili ya prosperity. Maana Mungu anatuambia tusishughulike na vitu ambavyo vinaonekana kwa macho, bali tudili na vitu visivyoonekana, vitu vya kifalme. Haya yote tutazidishiwa, haya yote ni ya kwetu. Sikiliza mtumishi wa Mungu,
Watu wengi wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unakutana kwenye biashara watu wamejaza mafuta ya upako, wamejaza chumvi za upako. Yaani nakwambia mtumishi wa Mungu, kama unatumia hivyo vitu, bado ufalme wa Mungu haujakutambua. Ukiwa ni mwana wa ufalme, baba yako anajua unachokihitaji hata kabla hujamuomba. Sikiliza nikwambie, kama utanichukia, lakini injili aliyonipa Bwana ni hii. Ni neno la uzima, nikupe neno la uzima ili uwe nao tele. Mungu anajua unachokihitaji kabla wewe hujamuomba. Anachotaka ni nini? Tafuta kwanza ufalme wa mbingu. Sikiliza, usiende kununua vitu vya upako sijui nini. Mungu anasema mmepewa bure, toeni bure. Kwa hiyo wale ni waizi tu kama waizi wengine, wametafuta tu mbinu, wanaiba kwa kupitia neno la Mungu. Lakini baba yako aliyoko ndani yako ni mkuu, anataka uombe kwa kufuata kanuni. Tafuta kwanza ufalme wake, hayo mengine mtazidishiwa. Pia anachokizungumzia ni upendo. Ndio maana nakwambia utusamee makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamea waliotukosea. Kwa hiyo samee kwanza. Kwa nini? Yesu Kristo ndiye njia. Mtu hawezi kwenda mbele za Mungu pasipo kupitia kwa Yesu. Kwa nini ukienda unasema baba yetu? Kwa nini? Ndani yako Yesu yupo. Mungu akikutazama wewe anamuona aliyeko ndani yako. Ndio maana ukisema baba yetu mnasema kwa pamoja. Ndio maana Mungu akimwangalia Yesu anamjibu Yesu. Kwa hiyo unavyoenda kuomba, omba maombi ambayo unajua kabisa ya kwamba Yesu anaenda kumweleza baba yake. Halikadhalika Roho Mtakatifu anajua udhaifu wetu, naye tuombea kwa baba kwa kuua kusikoweza kutamkwa. Wewe huwezi kusikiwa na Mungu, maana anaweza kusikiwa na Mungu ni Yesu. Na Yesu anasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, ili furaha yenu iwe timilifu. Kile utakachomuomba baba kwa jina langu mtapewa. Kwa hiyo unavyoenda kuomba kwa kupitia jina la Yesu, hakikisha ndani yako Mungu ni baba yako. Hakuna cha baba kiroho, sijui mchungaji, faza nani, utuombee sijui nini, utuombea na Maria. No, ukienda hakikisha baba ni mmoja. In the realm spirit, ulimwengu wa roho, unamtambua baba ni mmoja ambaye ni Mungu. Mungu ndiye anaweza kuzaa roho. Sisi tumezaliwa na Mungu, tunatokana na Mungu. Ndio maana wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kuwa wanawake, watoto wake maana yake. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu kwa kupitia njia ya Yesu Kristo. Yeye ndiye mzaliwa wa baba katika wafu. Maana wote tumekufa kwa ajili ya makosa na dhambi zetu, Efeso sura ya 2, ambapo tulifuata kawaida ya mkuu wa ulimwengu huu, ambapo Yesu alivyokuja alikuwa mzaliwa wa kwanza wa baba ambaye alituunganisha na mbingu, ambapo sisi tunaenda mbele za Mungu kwa kupitia Yesu Kristo ambaye amesimama mbele yetu kama kuhani, ambao sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. No need kuombewa magari, kuombewa na makuhani, kuombea magari. Sisi wenyewe tunaweza kwenda mbele za Mungu. Tuna access ya kwenda mbele za baba, maana kuhani wetu ni Yesu. Ukiona maombi yako hayajibiwi, cha kwanza jua kabisa wewe ni mwenye dhambi. Kubali una dhambi, kiri, mwambie Mungu nisamee, maana Mungu hawasikiagi wenye dhambi. Mwambie Yesu nisamee. Ndio maana anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Mungu anahitaji watu wanyenyekevu. Mungu hahitaji watu wenye kiburi. Kuna watu wanachukia kuambia ukweli. Sikiliza, neno la Mungu limekuja kwa ajili yako. Neno la Mungu limekuja kwa ajili yako. Biblia inasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Mitume na manabii kazi yao ni kujenga misingi. Misingi hiyo ni ipi? Misingi ya imani ni ile misingi aliyoiacha Yesu, ambayo alifundisha neno lake katika kweli, watu waujue ufalme wa mbingu. Ndio maana akawa anafundisha kwa mifano. Maana sisi hatupaswi kufundishwa injili za kidunia, injili za prosperity, ambayo mwisho wake ni hapa. Maana nia ya mwili ni mauti. Sisi sio wa mwili, sisi ni wa rohoni. Maana mwishoni hapa duniani ni kama wapitaji, maana mwishoni tutaelekea kwa Baba. Kama wewe ni mtu wa mbinguni, najua unanielewa vizuri. Tusitafute kuhifadhi vitu katika dunia na ulimwengu unaoharibika, bali tutafute kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Na mitume na manabii wale walikuwa na upako, walikuwa na nguvu, lakini sijawahi kuona mtume hata mmoja. Petro anauza mafuta ya upako, sijawahi kuona. Walifundisha watu watubu, na Yesu anawaambia mkifika waambie watu tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio misingi waliokuwa naiweka. Lakini sasa hivi
mafuta ya upako, maji ya upako. Ndugu yangu, hayo sio mafundisho ya Yesu Kristo. Hayo sio mafundisho. Chochote unachokisikia ni mbegu ndani yako, ni neno. Ndio maana tunaona Adam sio kwamba alikula tunda lile, maana alisikiliza mafundisho ya shetani. Maana kama chakula cha roho ni neno, tunaona alikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Maana lile tunda nyuma yake lilikuwa lina maarifa mengine ya ujuzi wa mema na ujuzi wa mabaya. Ni maarifa aliyapewa. Kwa kupokea maarifa ya kishetani, maarifa ya uongo, maana yake ni kwamba kile kitu kina nguvu za giza nyuma yake, kitakufunga. Utaniambia, mbona mtumishi wa Mungu anatumia neno? Sikiliza, shetani analijua neno vizuri. Ndio maana Yesu Kristo anapojaribiwa na shetani anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Cha kwanza, amejuaje ni mwana wa Mungu? Shetani alishaishi mbinguni akafukuzwa. Anajua vizuri hilo neno, anaijua vizuri mbingu, anawajua vizuri malaika. Wewe unasoma kwenye Biblia, lakini yeye mwenzako aliona in reality, na hata katika ulimwengu wa roho anawaona in reality, anashindana nao. Kwa hiyo anajigeuza kuwa malaika wa nuru, maana naye alishakuaga malaika. Unajikuta mtu anajiita star. Unajua maana star? Maana yake light of the darkness. Ni nuru katikati ya giza. Nuru katikati ya giza. Unajiita star. Lakini sisi wa nuruni hatujiti majina ajabu ajabu. Sisi tunaitwa wana wa Mungu. Sikiliza, ukiwa unaomba, anza ufalme wa mbingu. Usifatishe mali. Apendaye dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tukimwangalia hata kitabu cha Wafalme wa kwanza, katika sura ya 17 tunaona nabii Elia wakati anavyotabiri. Biblia inasema hivi: basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu. Tunaona anaenda kutoa unabii wake, lakini unabii wake umekizi vigezo. Tunaona anamwambia Ahabu, anasema, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo. Manake alimtanguliza Mungu wa Israeli anavyoishi. Tena akasema, ambaye nasimama mbele yake. Manake kajiconnect na mbingu, tayari mbingu zinamuona. Kajiconnect na utukufu wa Mungu, maana anafanya jambo la kifalme. Connect. Huyu jamaa alikuwa anajua principle. Anasema hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Manake anatabiri umande na mvua kwa connect na mbingu. Anasema isipokuwa kwa neno langu, isipokuwa kwa neno lake. Neno lake ni nini? Manake ana block hata vinywa vya manabii walioko katika ile Israeli. Akitokea nabii mwingine kutangua, maana wote wana mamlaka, manake havitafanya kazi vile vinywa vyao. Manake cha kwake tu ndo kinaweza kufungua na kufunga. Manake pia amembana Mungu pale katika ile kanuni. Manake hawezi kufa mpaka yeye, maana akifa na watoto wamekufa, maana amewafungia wengine vinywa. Bwana akupe neema ya mamlaka, ukawe na maarifa katika kumjua yeye. Ndio maana tunaona Biblia yangu inaniambia kwamba neno la Bwana likamjilia na kusema. Kwa hiyo kuna maombi ambayo tukiomba tunambana Mungu katika ahadi zake, zinamfanya Mungu anakuzungumzisha. Tunaona neno linamfuata lenyewe. Ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ukajifiche karibu na kijito cha Kerisi kinachoikabili Jordan. Sijaona sehemu Mungu anamwambia Elia, nenda katabiri ukame. Yeye mwenyewe ndo alienda na akathibitisha ila kwa neno langu, na akafungia manabii wengine. Maana kulikuwa kuna manabii, hakuwa nabii peke yake, kulikuwa kuna manabii wengine. Tukiangalia katika Biblia tunaona hata Musa alipokuwa akitupa fimbo, kuna manabii wengine wa uongo, lakini manabii wanageuza vifimbo vyao vinakuwa vinyoka vidogo vidogo. Fimbo ya Musa inazimeza zile zote. Kwa hiyo tunaona naye anaona anafunga mvua, lakini kuna wengine watafungua, maana nao wana vinywa. Akavifungia vile vinywa vyote asiwepo kuongea. Kinywa chake ndio kiwe kina mamlaka yote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna vitu ambavyo wewe katika maisha yako una struggle kupambana navyo, lakini hujafunga vinywa vya wale maadui zako. Ndio maana wewe unafunga, unajenga, wao wanabomoa. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu uko wapi? Ufalme wa Mungu upo ndani yako, na ndani yako kumbuka yupo Yesu. Yesu ni neno. Kwa hiyo neno kama liko ndani yako, huo ufalme wa Mungu huwezi kuupata. Bwana apewe sifa. Kwa leo naomba niishie hapo, na Mungu akubariki sana. Amen.